Tunajifunza utukufu wa hekima. Sasa tulisema kuna aina 4 za hekima. Aina 4 za hekima. Na hekima namba 1 ni hekima ya kiungu. Hiyo ndio hekima imepitiliza hekima zote. Hiyo ndio hekima inayofanya kazi katika kweli. Hiyo ndio hekima iliyojiungamanisha katika neno, ina operate katika neno. Hiyo hekima ndio inaitwa Mungu mwenyewe. Lakini kuna hekima nyinginezo zinaitwa hekima ya kibinadamu, lakini kuna hekima nyingine ya ulimwengu na hekima nyingine ya kimashetani. Hizi zote ni hekima, lakini ni hekima dhaifu kwa kuwa ziko chini ya umiliki wa madhabahu za giza. Ni hekima ambazo Mungu hafanyi kazi ndani yake. Unapoiona hekima ya kibinadamu, mkuu wake ni yule ambaye anaitwa hekima ya mashetani. Sasa hao watatu wanaoana na wanaenda pamoja, kwa sababu ukiona hekima ya dunia ndio hekima ya mwanadamu iko hapa, na ndio hekima ya mashetani, na zote zinabebana, zinaenda njia moja. Kwa hiyo sisi zamani tulikuwa tunatembea katika hizo hekima, lakini kwa neema ya Kristo tulihamishwa kutoka katika hizo hekima na tukaletwa kwenye hekima kuu, inaitwa divine wisdom, hekima ya kiungu. Bwana asifiwe. Kule kwenye hekima ya kibinadamu kwao uongo ni hekima. Uongo ni hekima. Wanapodanganya, hiyo ni hekima. Na unapoona hizi hekima zinaoana, ndio utamuona baba wa uongo ndio anainjinia ili kwamba uongo wake utumike kwa wanadamu na wenyewe waone. Hiyo ni hekima mojawapo ya kuishi. Ndio maana utaona hata mtu mzima bado anadanganya, hata mtu amesoma bado anadanganya hata watu unamuona ana cheo anadanganya, ni kiongozi anadanganya, kwa sababu hana namna, kwa kuwa ana operate kwa huyo baba wa uongo. Kuna mahali ya hiyo hekima inawatumia hata mahali ambapo hata mtu hutaki kudanganya, lakini kwa sababu ndivyo unavyo operate basi yanakuwa ni maisha yako. Lakini sisi tumetolewa kwenye hiyo hekima ya kibinadamu. Kwa hiyo wewe useme kwamba nimetumia tu hekima wakati unasema uongo. Mwambie jirani yako, hiyo sio hekima yako. Hii hekima ya kiungu yenyewe inasema tu kweli. Inasema tu kweli. Unakuwa mkweli hata kama itakugharimu, unakuwa mkweli. Naanza kuongea. Kwa hiyo tukatoka hapo, tukaanza kuzungumzia maana ya hekima. Tulizungumzia maana ya hekima na tukatoa tafsiri tofauti. Tafsiri ya kwanza tukasema hekima ni Kristo. Hekima ni Kristo.
Tafsiri ya pili tukasema hekima ni kuyachukua maarifa na kuyaweka kwenye kitendo. Kuyachukua maarifa na kuyaweka kwenye kitendo. Very important. Kwa hiyo mtu anapokuwa na maarifa na hajayasafirisha yawe kitendo, haiwezi kuwa hekima kwake. Mpaka yale maarifa uyageuze kuwa kitendo, tunasema una ufahamu, alafu tunasema wewe una hekima. Kwa sababu tu ya kitendo kilichokubeba uonekane una hekima ni kile kitendo ulichokifanya kwa maarifa ulionayo. Na tuliongea kwamba hapo ndo kuna vita. Hapo ndo kuna vita. Sio kwamba watu hawana maarifa. Lakini hii safari ya kuyatoa maarifa kuwa kitendo, kuna vita kubwa. Sasa hizi vita haziwezi kuwa visingizio, kwa sababu maisha hayawezi kuanza ukiwa tu na maarifa. Maisha yanaanza ukiyachukua maarifa ukayaweka kwenye kitendo. Huwezi kuwa na matokeo kama tu una maarifa, isipokuwa ukiyachukua maarifa ukaweka kwenye kitendo, ndipo utakapoanza kuona matunda. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa tafsiri ya pili. Tafsiri ya tatu tukazungumza kwamba hekima ni uwezo wa kujua nini cha kufanya. Nini cha kufanya, wakati gani unatakiwa ufanye. Nini cha kufanya, wakati gani unatakiwa kufanya. Unatakiwa ufanye na nani. Unatakiwa ufanye na nani. Alafu tukasema kwamba kwa nini ufanye. Kwa nini ufanye hicho unachokifanya. Kwa nini ufanye. Sasa haya maswali yote yanapokuwa na majibu, ndipo tunasema kwamba huyu mtu anaishi hekima. Unapoweza kujua nini cha kufanya. Na nikawaambia kwamba haya majumuisho ya kwamba nini ufanye, na nani ufanye, lini ufanye, kwa nini ufanye, haya yanakufanya ujionyeshe kwamba hekima ni roho ya kuwa na majibu. Hekima ni roho ya kuwa na majibu. Na tukaongea kwamba hapo ni changamoto kubwa, kwa sababu watu wengi huwa wanakwama, hawajui nini wafanye. Unaweza ukawa na vyeti hujui cha kufanya. Unaweza ukawa una mtaji hujui cha kufanya. Unaweza ukaenda kwenye ndoa hujui cha kufanya. Unaweza ukawa na watoto hujui cha kufanya. Unaweza ukawa na shamba hujui cha kufanya. Kwa hiyo ili jibu kwamba sasa najua cha kufanya. Ukishakuwa na uwezo wa kujua cha kufanya, ndio tunasema sasa wewe una hekima, kwa sababu umejua cha kufanya. Hata ukikosewa unatakiwa ujue cha kufanya, na hicho unachojua nini ufanye. Yaani ili ujue nini ufanye, unatoa wapi? Lazima utoe kwenye moyo wa Kristo. Lazima utoe kwenye moyo wa Kristo. Ndio maana mwenye hekima anapofanya inaonekana ni kama Kristo amefanya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la asubuhi. Tukaanza na kuzungumza. Nikasema thamani ya hekima. Thamani ya hekima. Tulisoma maandiko ambayo watu wengi hawapendi kuyasoma kwenye kitabu cha Ayubu. Kwa sababu hii kitabu cha Ayubu ndio kina siri ambazo
hazipatikani kwenye kitabu kingine chochote. Huyu mtu alipewa kuona vitu ambavyo hakuna mwingine amepewa kuviona. Sayansi zote ziko kwenye kitabu cha Ayubu. Sayansi zote. Mifumo yote ya utajiri ipo kwenye kitabu cha Ayubu. Mifumo yote ya utajiri ipo kwenye kitabu cha Ayubu. Na wewe unapokiangalia kinavyoanza, unaweza ukahisi kwamba uhitaji ukisoma. Lakini kina maajabu ya kutisha. Bwana asifiwe. So tulianza kusoma mstari wa 12, lakini niliwashawishi mkasome kuanzia mstari wa kwanza, kwa sababu kuna vitu kule juu alivielezea ambavyo vinabeba kuanzia mstari wa 12. Sasa hapa tunataka kuangalia thamani ya hekima. Walipoenda kuuliza kwa wanadamu wakasema, hatuijui hekima wala haikai kwetu. Lakini uchunguzi ulipofanyika, ikaonekana ni kweli hekima haikai kwao. Akaja tena akaendelea kufanya utafiti, labda iko kwingine tunahitaji, kwa sababu hiki ndio kitu cha thamani kuliko vyote. Tunahitaji, iko wapi hekima? Iko wapi? Akaenda baharini kwenye vilindi, akizani ukubwa wa bahari unaweza kutoa hekima. Bahari ikasema, hii hekima haikai kwetu, haijawahi kukaa kwetu. Hivyo sisi ukitufuata hatuwezi kukupa, tuna vingine, lakini hekima hatuwezi kukupa, maana haipo kwetu. Akahama, akaenda kwenye madini ya thamani. Ujua ulimwengu wa madini ni mpana. Ila huyu Ayubu ni mbobezi wa ulimwengu wa madini, ni mbobezi. Kwa sababu hata anaelezea namna anavyochimbwa, anaelezea na maumivu ya kuchimba, anaelezea na gharama iliyopo katika kuchimba, lakini pia anaelezea utajiri uliomo ndani ya madini. Sikia, alipouliza habari ya madini akasema, hata mngetukusanya madini yote ya duniani, madini yote, yani yakachimbwa madini yote duniani hapa na yakasafishwa, bado hatuwezi kuifikia thamani na gharama ya hiyo hekima. Yani sisi hatuwezi kuinunua hekima. Sisi madini yote ya duniani hatuwezi kuinunua hekima. Hekima ni bora na ni ya thamani ya mbali kupita madini ya aina yote. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hakuna chochote cha thamani kwenye madini. Unaweza ukasema natoa madini nipewe hekima. Hamna kinachosawazishwa nacho. Hamna. Praise God. Akaenda kwa mauti, akamuuliza mauti, wewe unayo hekima? Mauti akasema hapana. Nimewahi kusikia uzushi, rumors, nimewahi kusikia uzushi juu ya hiyo hekima, lakini mimi siijui wala haikai kwangu. Ndipo anauliza, sasa hekima ni nini? Na chanzo
cha hekima nini? Kwa hiyo Mungu ilibidi ajibu mwenyewe. Haleluya. Akasema njia ya hekima anayejua peke yake ni Baba Mungu. Peke yake ndiye anayejua njia ya hekima, na hekima, anayemjua hekima ni mimi Baba Mungu peke yangu. Praise God. Haleluya. Kwa tukaangalia thamani ya pili. Maana hii thamani ya kwanza inaonyesha kwamba hakuna kiumbe duniani kinachoweza kuwa asili ya hekima. Hakuna mfumo duniani unaweza ukakupa hekima. Hakuna kinachoonekana duniani, kisichoonekana duniani kinachoweza kukupa hekima. Sasa hapa tunaangalia uthamani. Praise God. Hallelujah. Tukaangalia uthamani wa pili, tukasema huyu hekima ni mjenzi. Na anavyojenga ni tofauti. Kwa sababu hekima anavyojenga, hajengi kwa kutumia material za kibinadamu. Ujenzi wake anatumia material za kiungu, ana material zake za kimbingu. Hivyo hekima kazi yake sio kujenga nyumba za matofali. Nyumba ya matofali utajenga mwenyewe. Lakini hekima kazi yake ni kujenga wewe, unijenga mimi. Haleluya. Haijalishi nilivyokuwa, hekima anaweza kunijenga nikawa kitu cha kufaa kwa ajili yake, na kwa ajili yangu, na kwa ajili ya kanisa, na kwa ajili ya vizazi, na kwa ajili ya jamii. Sasa huyu hekima nikazungumza, anavyokujenga huwa anakujenga katika nguzo zake 7. Anakujenga akikusimika katika nguzo zake 7. Nikazitaja hizo nguzo 7. Nikasema kwanza inaitwa roho ya Bwana. Pili, yeye mwenyewe roho ya hekima. 3, roho ya maarifa. 4, roho ya ufahamu. 5, roho ya uweza. 6, roho ya shauri. Na 7, roho ya kumcha Bwana. Hapo nazungumzia thamani, kwamba hekima ni mjenzi. Yeye peke yake ana nguvu ya kumjenga mtu, kiwango ambacho hata uharibifu ujipange kiasi gani hauwezi kumfikia aliyejengwa kwa nguvu ya hekima. Nikazungumza tena nikasema kwamba hekima ana sura nyingi. Ana sura nyingi. Kwamba yeye hekima, hakuna mazingira yanaweza kumshinda. Yeye hekima ndo anaitwa Niko ambaye niko. Yeye ni present helper. Anaitwa msaada uliotele. Yeye ana majibu ya hali zote, mazingira yote. Hekima ana majina mengi. Ana uwezo wa kila aina. Kokote anaweza kufiti katika hali yako, kokote. Kokote anakohitajika anaweza kufanya kwa uwezo wake. Ndio maana ukimwangalia ana majina mengi. Anaweza kujiita mkate wa uzima. Anaweza kujiita tena maji ya uzima. Anaweza kujiita nuru ya ulimwengu. Anaweza kujiita chumvi ya ulimwengu. Anaweza kujiita mwamba imara. Anaweza kujiita ngome. Haleluya.
anaweza kujiita nguvu, anaweza kujiita neema, anaweza kujiita rehema. Hakuna mahali afiti anaitwa hekima. Ufanya kazi kwenye magawanyo mengi. Haleluya. Kwa ukiwa naye huyu, hakuna kitu unashindwa. Biashara anaweza, ndoa anaweza, watoto anaweza, magonjwa anaweza, maongozi anaweza, anaweza kijijini, anaweza mjini, anaweza mapepo, anaweza. Hakuna kitu hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nataka ujione kwamba unatambua kwamba hekima ni ya thamani iliyopitiliza. Na tukasoma andiko kwamba kama kuna kitu unataka kupata, pata hekima. Hata kama itakugharimu muda wako wote, nguvu zako zote, nafasi yako yote, heshima yako yote, mapato yako yote, pata hekima. Kwa sababu hekima ndio mwanzo, ndio mwanzo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Very important. Kwa hiyo mimi na wewe tunapotambua thamani ya hekima, tunaanza kuing'ang'ania, tunaanza kuitafuta, tunaanza kuihitaji, tunaanza kuipenda. Kuna watu hata wanasahau kwamba hekima ni ombi. Kutwa kuomba vitu, tunaomba ni Baba nipe kikapu, nipe sabuni, nipe chumvi, nipe mkate, nipe. Kumbe unatakiwa uombe cha kwanza, kinaitwa hekima, cha kwanza. Lakini usipoelewa utakuta mwezi mzima umeomba lakini hujawahi kuomba hekima hata siku moja. Bwana asifiwe. Sasa hiyo recap yangu inachukua muda zaidi, lakini at least paka hapo patakupa kuona pale nilipoishia. Ili naomba tu kwa dakika chache niweze kusema kitu cha leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa leo, maana tulianza kuangalia tulikuja tukaanza kuangalia hiyo chanzo cha hekima. Tukaangalia hekima, hizo aina za hekima. Sasa tulianza juzi kuangalia chanzo cha hekima. Nikazungumzia moja tu, inaitwa kumcha Bwana. Haleluya. Yes. Nikazungumzia hiyo moja tu, kumcha Bwana. Na nikaelezea tu vizuri kwamba nini maana ya kumcha Bwana. Nikasema kumcha Bwana ni hali ya kumwogopa. Ni hali ya kumwogopa. Sio kwamba namuogopa kwa sababu ni mbaya. Hapana. Yaani namuogopa kwa vile alivyo kwangu. Hali ya kumwogopa tunayozungumzia ni hali ya kumheshimu. Hali ya kumheshimu Mungu. Na nikasema kumcha Bwana ni hali ya kumpenda kwa moyo wako, kwa nguvu zako, kwa akili yako na kwa roho yako. Nikasema pia kumcha Bwana ni hali ya kumwabudu. Kumwabudu ni hali ya kumwabudu. Nikasema kumcha Bwana ni hali ya kumtii Bwana kwa kila namna. Haleluya. Na nikamalizia kusema njia halali ya kwanza inayokupa kuishi hekima ni wewe kumcha Bwana. Unaweza ukaja kanisani lakini haumchi Bwana.
Haumchi Bwana. Maneno yake anaongea yanaanguka chini, unayasahau. Una option nyinginezo. Maneno yake sio kipaumbele chako. Kwa unajikuta kile kinachotaka kuingiza kwenye hekima ukipi nafasi. Unajikuta hekima ipo lakini haifanyi kazi kwako. Lakini hekima ni ya muhimu mpaka kwenye ndoa. Hekima ni ya muhimu. Kwa sababu hitaji kubwa la ndoa ni hekima. Hekima ikosekana tu, hao watu wawili waliokutana meno yamekamilika. Nje ya hekima ni maumivu. Kwa mimi na wewe tunahitaji hekima kama kitu cha lazima. Tunahitaji hekima kwenye biashara, hekima kuishi na watu, kuishi na majirani, kukaa na watu waliotangulia. Tunahitaji hekima kila kona. Lakini chanzo cha hekima ni uchaji. Hallelujah. Praise God. Nikasema hiyo hekima ikiwemo ndani yako, kuna kitu kinatokea kinaitwa kuchukia uovu. Hiyo hekima ikishakaa ndani yako, kwa sababu ya uchaji, unaanza kuona kinachotokea, unaanza kuchukia uovu. Sio unajitahidi kuacha uovu, unachukia uovu. Yaani huwezi kuwa mwepesi kwenye uovu. Uovu unaanza kuogopa, unakuogopa. Ndio maana mwenzetu Yusufu alikuwa na hekima. Uoni tu hekima yake kwenye kuleta majibu ya Misri, lakini pia unaiona hekima yake katika kuchukia uovu. Unaiona hiyo hapo, inafanya kazi. Aliacha shati, akakimbia uovu kwa sababu anauchukia. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tukasema kwamba tutakubana usifanye uovu, tutakubana. No. Yaani ukishakuwa mchaji, wewe unajibana wewe mwenyewe kwa mwenyewe huko ndani. Uovu hautapata nafasi. Hakuna kitu kinatesa watu kama kushindwa kuushinda uovu. Kwa sababu unakuwa unaishi maisha magumu sana. Unaishi maisha magumu sana kama uwezi kuushinda uovu. Uovu hata kama unakutafuta, ukishakuwa mchaji, uovu hauna nguvu tena kwako. Haukuwezi tena. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hapo ndo recap yangu yote. Na nimerudia hivi kwa sababu Mungu aliniambia nirudie. Nakwambia, aliniambia usiende mbele mpaka urudi nyuma. So leo tutaangalia chanzo cha pili. Chanzo cha pili cha hekima ni maombi. Ni maombi. Nitaongea kwa kifupi. Fungua sasa pamoja nami Yakobo 5. Yakobo 1 mstari wa 5 mpaka wa 7. Yakobo 1 mstari wa 5 mpaka wa 7. Naomba sasa tusome wote. Karibu. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Amen. Kwa hiyo hapa ndio naanza kufundisha sasa hivi. Haleluya. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Hayo maandiko hayo yako clear. Yanajielezea. Anasema mtu wa kwenu, yani si tulioamini, ikiwa amepungukiwa na hekima,
yaani umepungukiwa na hekima kwenye jambo fulani, kwamba hapa sijui cha kufanya, hapa Kristo angefanyaje? Hiyo hekima hauna. Kuna mambo yametokea lakini huna hekima. Asemi nenda kwa jirani, hapana. Anasema omba. Mtu akipungukiwa na hekima na aombe. Haleluya. Very important. Sasa hii ni ajenda kubwa. Kuna maeneo mengi huwa tunapungukiwa na hekima. Sasa mtu kama una hekima, ukiyakabili yale mazingira utakosea. Ukiyakabili yale mazingira bila hekima utatoka na maumivu. Ukiyakabili yale mazingira inawezekana kabisa ukaharibu. Kwa Bwana anakuambia ikiwa umepungukiwa na hekima, usichukue hatua yoyote. Omba. Haleluya. Omba mpaka hekima ije. Omba mpaka hekima ije. Upate hekima kwamba ninyamaze, niseme, au nifanye, au niende. Mpaka hekima ije. Kama hekima ijaja, usichukue hatua. Endelea kuomba. Haleluya. Leo nawaachilia kwenye neema ya madhabahu ya kuomba hekima katika jina la Yesu. Kwa sababu ukiamua kukurupuka itakugharimu. Na si vema kuishi maisha ya majuto. Si vema kwamba umeenda kivyako alafu vikiharibika, gharama ya kurestore, gharama ya kutengeneza huwa ni kubwa. Ni heri ungesubiri hekima ije. Haleluya. Anasema mtu akipungukiwa na hekima na aombe. Sasa haya maombi ya hekima mimi yamenichanganya. Kwa sababu huyu baba tunayemuomba hekima, hapa anaelezewa namna alivyo kwa mtu anayeomba hekima. Cha kwanza wanasema huyu baba unapomuomba hekima, kuna kitu anakuonyesha kwamba atakupa. Haleluya. Atakupa. Anasema na aombe dua kwa Mungu awapaye wote. Yaani haya maombi sio maombi unaenda afu unatoka bila. Haya maombi ya hekima, ukienda lazima utoke na hekima. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Anasema ukiomba hekima, Baba uwapa wote, hana ubaguzi, uwapa wote. Kwa utakiwi kuharibu maisha yako kwa kukosa hekima. Utakiwi kuharibu hatima yako kwa kukosa hekima. Utakiwi kuingia kwenye majuto kwa kukosa hekima. Hekima is available. Mungu anakuambia njoo uiombe, mimi nakupa. Haleluya. Na anasema yeye huyu baba unayemuomba hekima, yeye ni mkarimu. Jesus. Yeye ni mkarimu. Kwamba anafurahia kukupa hiyo hekima. Anafurahia kukupa hiyo hekima. Anajisikia raha kukupa hiyo hekima. Unajua mtu akiwa mkarimu, moyo unakuwa umefunguka.
umefunguka. Anafurahia ujio wako, anafurahia kukupa, anafurahia kukulisha, anafurahia kukusaidia, anafurahia kukuinua. Anasema Baba ni mkarimu. Ni wewe tu hujaamua kwenda kuomba hekima. Kuna mambo yamekaa sivyo ndivyo. Leo ninakutuma kwenye madhabahu ya hekima katika jina la Yesu. Anaposema yeye ni mkarimu, ana maana ana utayari wa kukupa. Ana utayari wa kukupa. Yaani hata kuzungusha. Hapana, ana utayari wa kukupa. Na anaposema yeye ni mkarimu, ina maana anakupa hekima katika ukamilifu. Yaani fungu lote la hekima la kujibu hiyo hali, hiyo haja, hayo makusudi, lote ataliachilia. Very important. Sasa mimi ninaenda kuomba hekima, siombi vyovyote. Siombi vyovyote. Weka mstari wa 6. Mimi naye kwenda kuomba hekima, siombi vyovyote. Anasema mtu anayekwenda kuomba hekima, anasema na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na kule. Mstari wa 7. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa hiyo ili niipate hekima, natakiwa niombe kwa nini? Kwa imani. Nisiwe na shaka yoyote. Very important. Mwambie jirani yako, unatakiwa kuomba kwa imani. Sasa kuomba kwa imani ni kupi? Kuomba kwa imani ni kupi? Kwanza ni kuomba ukiwa na ufahamu wa neno. Ni kuomba ukiwa na ufahamu wa neno. Namba 2 ni kuomba kwa kumimina moyo wako wote. Ni kuomba kwa kumimina moyo wako wote. Namba 3 ni kuomba kwa kuona. Ni kuomba kwa kuona. Unaomba lakini huku unaona majibu. Unaomba huku unaona majibu. Namba 4 ni kuomba pasipo shaka yoyote. Hauna shaka yoyote. Very important. Namba 5 ni kuomba kwa mwelekeo usio na njia mbadala. Yaani hauna second option. Hauna second option. Wewe umekuja kwa Bwana, majibu alionayo ndio hayo tu. Una njia nyingine, hauna mtu mwingine. Very important. Kuna mtu anaitwa Daudi, hajawahi kushindwa vita. Lakini Daudi hajawahi kwenda kwenye vita yoyote, isipokuwa ameenda kuuliza hekima kwa Bwana. Nifanyeje? Nitawapata? Nitawapiga? Nitumie njia gani? Mpaka Mungu aseme. Na tunaposoma maandiko tunaona kila Daudi alipokwenda kwa Bwana kuuliza hekima, Mungu alimjibu. Mungu alimjibu. Asubuhi ya leo
namuona aliye zaidi ya Daudi amekaa mahali hapa. Nakwambia utatoka na hekima yako katika jina la Yesu. Nasema tena, utatoka na hekima yako katika jina la Yesu. Hautaingia kwenye maombi ukiwa na swali alafu ukatoka na maswali. Ukiwa na swali utatoka na majibu ya kuondoa swali katika jina la Yesu. Huwezi kuingia kwenye maombi na ugumu ukatoka na ugumu. Ukiingia kwenye maombi unaenda kutafuta jawabu la ugumu ili wepesi uje, na hicho kitakutokea katika neema ya Kristo Yesu. Na waona watu wa Mungu wanaotembea katika kuomba hekima. Kuna wakati unaingia kwenye maombi, Roho wa Mungu anakuambia kaa kimya. Alafu kaa kimya ni jibu dogo sana. Ni jibu dogo sana. Lakini umekaa kimya, unakuta tatizo kama mlima limeogopa tu kukaa kimya. Limeyeyuka kuanzia shinani, tatizo kama mlima, umekaa tu kimya kwa hekima ya mbingu. Unaweza ukaenda kwenye maombi, Bwana akakwambia nenda kamtembelee. Yaani ili kuchukua hatua kutoka nyumbani kwako, unaenda kwa mtu kwa hekima ya mbingu. Tatizo limeisha na halitarudi tena vizazi na vizazi. Bwana anaweza kuambia peleka zawadi. Peleka zawadi. Zawadi gani? Hakuambii. Anajua uwezo wako. Nataka nikwambie, zawadi ndogo yaweza kufungua mlango mkubwa. Zawadi ndogo. Umetoka huko, umepitia mkate. Jesus. Mkate 1200 ukaubeba, ukasema nimekuja kutembelea, nimekuja na kitu kidogo hiki hapa. Lakini mbingu inakutafsirisha, imeshamwandaa kwamba huu mkate ndio majibu ya tatizo lilokuwepo. Haleluya. Anaweza kuambia sifu. Sasa matatizo ni mengi, alafu matatizo yako yote hayakupi mood. Mwambie jirani yako mood. Hayakupi mood ya kusifu. Lakini nataka nikwambie, sifa hazihitaji mood yako. Sifa haiendani na mood. Leo sijisikii, niko down. Ukiwa down ndio mahali pa kusifu. Usikubali hisia zako kwamba leo niko down, siwezi kusifu. My God, siku viungo vyako na hisia zako zikisema uko down, we hiyo siku ndo watakuelewa. Utasifu mpaka majirani wainuke. Haleluya. Nataka nikwambie, umeenda kwenye maombi, Mungu akwambia nimekupa sifa ili zikuvushe. Jesus. Kwa hizi sifa ni prophetic, ni za kinabii, zimeshushwa na mbingu. Kwa hiyo utaanza kujisikia nyimbo zinapangana. Hata nyingine ulizisahau, hizo zinatiririka, zinakuja. Njiani hizo zinamiminika. Ni jawabu la tatizo ambalo usingepata jawabu kwa njia yoyote. Hata ungeenda kwa shangazi yako, usingepata jawabu. Kwenye madhabahu ya mbingu inajua kipimo cha tatizo na inajua namna ya kuondoa tatizo, na mbingu zimesema sifu. Haleluya. Anaweza kukwambia nenda kavune roho. Jesus. Mwiza jirani yako, umewahi kusikia Roho wa Mungu anakuambia kavune roho? Nenda kavune roho. Ukiwa kule utapigiwa simu. Utasikia umepigiwa simu. Lile shida lako ambalo
Yamkini akili zako zilikuwa nakwambia funga siku 40. Lakini Mungu yeye kwenye maombi anakuambia nenda kavune roho. Nataka nikwambie, ukiwa umeanza kuvuna roho, yani umeobei, umetii, kwenda umeanza kuongea na mtu mmoja, tayari simu imeingia. Lile shida lako sasa linapewa majibu kwenye simu, unaanza kusikia majibu. Hivi utarudi, utaendelea? Nauliza, utarudi, utaendelea? Bwana akusaidie. Na iona madhabahu ya maombi iliyo hai kwa ajili ya kuvuna hekima. Sikia, Mungu alikuja kwenye maisha ya Suleimani. Tutasoma kidogo Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Tutasoma hapo mstari wa 9 mpaka wa 12. Karibu. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Bwana asifiwe. Sasa nataka nikuambie kwamba hekima inaombwa. Very important. Sisi watu wa nyumbani mwake Mungu, hekima inaombwa. Hapa hatuoni Mungu anamwambia Suleimani, leo nenda ukaombe hekima. Bali Mungu anamwambia Suleimani, omba utakalo. Omba utakalo. Kwa Suleimani alikuwa na choice, alikuwa na uchaguzi. Sijajua wewe, Mungu akikupa fursa ya kuomba lolote, unaomba nini? Nini kipaumbele chako? Mungu anamwambia, ikiwa hujaomba maadui zako, ikiwa hujaomba mali, ikiwa hujaomba nafasi, hujaomba heshima, umeomba hekima. Jesus. Umeomba hekima. Mungu, nipe hekima. Hakuna kitu sitakupa. Very important. Hakuna kitu. Hayo ambayo wengine wanakaa kwenye madhabahu ya maombi kuyaomba, hayo nitakupa wewe, kwa sababu wewe umeomba kitu kimoja tu, umeomba hekima. Sitakupa hekima peke yake, nitakupa na yote yanayoendana na hekima. Nitakupa yote. Haleluya. Si ndio hapo sasa? Lazima ujue kwenye moyo wa Mungu hitaji la msingi ni nini. Huyu mtu wa zamani alipata ufunuo kwamba hitaji kubwa ni hekima. Huyu hekima oh God, yote yatapita, yeye atabaki. Huyu hekima aondolewi. Huyu hekima ni muumbaji. Huyu hekima ana nguvu. Huyu hekima anamiliki. Huyu hekima anaitwa Alfa Omega. Huyu hekima ni mwenye mamlaka. Huyu hekima ni mwenye kuogofya. Huyu hekima ni mwenye utoshelevu. Huyu hekima ni mwenye amani. Kwa ukiomba hekima, vyote vinakuja. Haleluya.
Suleimani aliweza kusimamisha mbingu kumwona mtu aombi matakwa ya kibinadamu, anaomba matakwa ya Mungu. Maana kuitaka hekima ni kama kumtaka Mungu aje afanye kwenye maisha yako. Aliomba hekima. Jesus. Kitu kinaonekana ni kimoja, lakini ndio kimeshikilia kila kitu, kiko juu ya kila kitu, kina uwezo wa kila kitu. Aliomba hicho, na asubuhi ya leo naiona neema ya kuiomba hekima kila asubuhi. Oh God. Sikiliza, una nini, hauna. Lakini ukiipata hekima mbele ya madhabahu ya Mungu, vitakuja vyote na zaidi. Mshangilie Roho wa Mungu. Haleluya. Sikiliza, Suleimani alipoomba hekima, mpaka maadui wa maisha yake walinyamazishwa kimya. Huyu ndio mtu ambaye hajawahi kupigana vita, Lile jina Suleimani maana yake ni utulivu. Suleimani akawa mtu wa ajabu ambaye hakuna mwanadamu ambaye kuishi kama yeye. Lakini maisha ya Suleimani yalibadilika wapi? Yalibadilika siku alipoitaka hekima. Na yeye anasema, umepungukiwa na hekima, omba. Sasa Suleimani aliambiwa omba utakalo, lakini Mungu anakuja direct kwako, anakuambia umepungukiwa na hekima, unahitaji hekima. Anakuambia omba, nitakupa yote, nitakupa kwa ukarimu, nitakupa katika fungu la ukamilifu, nitakupa ili uwe wa ajabu. Kwa sababu ukishapata hekima umepata maisha. Haleluya. Mimi nakwambia mpaka magonjwa ulionayo yanaogopa hiyo hekima. Mpaka ufukara, umaskini, hali ya kukosa, Jehova, yote inaogopa hekima. Kwa unapoamka asubuhi, cha kwanza lazima kiwe cha kwanza. Pata hekima, ipate kwenye madhabahu ya maombi. Iite hekima, itake hekima, itambue hekima, jiunganishe na hekima, iulize hekima. Ikishajaa, God, maisha yanaenda. Mimi nikanajiuliza, Suleiman kitu gani kilimfanya aombe hekima? Kwa nini sisi hatuwezi kuamka asubuhi tukaomba hekima? Kwa nini Suleimani yeye God alipoulizwa akupepesa macho, yani straight akaomba hekima? Na ukumbuke, mtu kiujazacho moyo ndicho kinachokutoka. Kinachoujaza moyo ndicho kinachotoka kinywani hapa. Kwa Suleimani, ina maana swala la ufahamu juu ya hekima lilikuwa limejaa. Alikuwa anajua hekima ni bora. Hekima atakutuliza, hekima atakupa nguvu, hekima atakuinua, hekima atawapiga maadui, hekima atakupa maamuzi, hekima atakuheshimisha, hekima atakutajirisha, hekima atakupa kupenda, hekima atakupa nguvu. Hekima, alimjua hekima. Asubuhi ya leo namuona mtu moyo wake umefunuliwa, anaiona hekima waziwazi. Na hilo ndilo hitaji lako la kila siku. Haleluya. Nasema hilo ndilo hitaji lako la kila siku.
Mtumishi wa Mungu Paulo analiombea kanisa. Analiombea kanisa. Fungua hapo. Efeso 1:17. Analiombea kanisa. Anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Bwana asifiwe. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape, yalikuwa ni maombi haya, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua. Bwana asifiwe. Sasa ukumbuke hapo ni Efeso 1. Alipoangalia wale wa Efeso, kanisa la Efeso, akaona tu hawa watu kitu ambacho kinawagharimu ni kupungukiwa na hekima. Hivyo Paulo akainua maombi ya kuomba roho ya hekima juu ya kanisa, kwa sababu falme na mamlaka kule zinaogopa hekima iliyomo kwenye kanisa. Watawala wa dunia wanaogopa hekima iliyo ndani ya kanisa. Wachawi na waganga wanaogopa hekima iliyo ndani ya kanisa. Na kuambia njia za mapato zinaogopa mamlaka ya hekima iliyo ndani ya kanisa. Mtu mwenye hekima ana nguvu, anaweza. Mtu mwenye hekima tayari amepewa heshima ya kumiliki. Kwa hiyo mimi na wewe, Jesus, kuna hitaji ambalo lazima mioyo yetu ifunguke. Hitaji letu linaitwa hekima. Hilo ndio hitaji. My God, hilo ndio hitaji. Roho Mungu akawa ananiambia, hekima ikiingia, kuna vitu dhaifu vingi vinakwenda kufa kwenye mioyo ya watu. Vitu dhaifu vingi vinakwenda kufa. Kwa sababu mtu mwenye hekima anaanza kuoperate kwenye akili ya Mungu. Huwezi kuwa kawaida. Leo ninakuachilia katika kuitaka hekima. Ninakuachilia katika kuiomba hekima. Huwezi ukaomba hekima. Mungu anasema, siwezi nikasikia mwanangu ananiomba mkate nikampa jiwe. Mwanangu hawezi kuniomba yai nikampa nge. Hapana. Anasema hapana. Kama wanadamu wanajua kutoa vilivyo vyema, si zaidi sana mimi baba nitawapa mema, nitawapa hekima hawa niombao. Na asubuhi ya leo na yaona magawanyo ya hekima yakija kwa kila mtu anayeomba hekima katika Kristo Yesu. Kuna watu wamefika mwisho, yani nimefika mwisho, sijui niende kushoto niende kulia. Hekima ina majibu asubuhi ya leo. Haleluya. Kuna taarifa za daktari zinawakosesha usingizi, lakini nataka nikwambie hekima ana majibu na ana uwezo wa kutangua taarifa ya daktari asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Kuna watu wana mikopo, hawajui wanalipaje hiyo mikopo. Asubuhi ya leo kuna tangazo la amani. Hekima atakupa namna ya kumaliza hiyo madhabahu ya mikopo. Jesus, my God. Kuna watu wako hapa hawajui watakula nini. Aya. Leo Bwana wa hekima yuko hapa kukupa nafasi ya kula na kusaza. Hautaitwa muhitaji, utaitwa mtoshelevu. Hekima itakupa njia ya wewe kupata chakula, kwa kuwa hekima inajua njia ya kupata chakula, inajua njia ya kupata zaidi ya chakula. Kuna watu nilikuwa naomba hapa maombi ya kwamba kuanzia sasa lazima tujitenge na roho ya kupanga.
Kuna watu kule walikuwa wanielewi. Lakini nataka nikwambie, hekima anajua wewe sio mpangaji. Natoa tangazo, hekima anajua wewe sio mpangaji. Ndio maana anakuonyesha watu wenye miguu kama wewe, wenye macho na mikono kama wewe, wana nyumba 7, 8, 9, 10. Anakuonyesha huo ni mfano tu kwamba nyumba yako inakuja na utaijenga, hautakufa, utakaa humo, hautakufa. Namuona Bwana wa hekima anafanya kazi. Nasema namuona Bwana wa hekima. Mpigie Bwana kelele, haleluya. Mshangilie Bwana, haleluya. Soma hapo mstari wa mwisho, Mithali 2:3-6. Naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Amina. Kwa unapoenda kwenye maombi ukaita hekima, Bwana huwapa watu wake, huwapa watu wake. Kuna wakati Nebukadneza alikutana na kitu kwenye ndoto, akawa hana majibu. Akawaita wachawi wote, Wakaldayo wote, waganga wote, wanajimu wote, wapiga bao wote. Walipokuwa mbele yake wakasema, ili jambo hakuna mwanadamu anaweza kulielewa, hakuna mwanadamu anaweza kuwa na majibu. Kwa amri ikatoka, kama hakuna majibu, kila anaitwa mganga, mchawi, mpiga bao, mnajimu, kila yeyote anayeonekana ana utaalamu wa kutambua mambo na hajapata majibu, anauawa. Kwa akatokea mtu mwenye hekima ya mbingu. Akaenda kuomba, sema, naomba mnipe nafasi, naomba mnipe, asiuawe yoyote, naomba mnipe nafasi. Unajua alienda wapi? Kwenye maombi. Alienda kwenye maombi. Haleluya. Akaenda kuambia marafiki zake. Muulize jirani yako, una marafiki wa maombi? Yaani mimi nakwambia unahitaji kuwa na marafiki wa maombi, sio marafiki wa umbea. Unahitaji kuwa na marafiki wa maombi. Haleluya. Unasema leo hatutoki humu mpaka tumepata jawabu la mbingu. Akaenda kuwashirikisha marafiki, wakaingia kwenye maombi, wakaomba. Haleluya. Naipenda hiyo, wakaomba. Wakati wameenda kupumzika, Bwana akaweka majibu kwa Danieli. Danieli akaamka asubuhi, akatokea kwa mfalme, ana majibu ya hekima, majibu ya mbingu. Mfalme hana, lakini wao wanaomba hekima wana majibu ambayo yanaweza kusimamisha maafa ya nchi. Alipata hekima kwenye maombi. Muulize jirani yako, wewe madhabahu yako ya maombi iko hai? Watu wanafikiri kuomba ni udhaifu. Usicheze na mtu anaomba.
Nakwambia, mwambie jirani yako usicheze na mtu anaomba. Naomba unielewe. Danieli alipopata majibu alienda with confidence. With confidence. Aliingia kwa with confidence. Ana majibu. Na alipoanza kufungua kinywa kuongea, kila mfalme alichokiona ndio hicho kinaongelewa na Danieli. Ndio hicho. My God. Mtu mwenye hekima uyaleta mambo ya mbingu duniani, uyafunua mambo ya siri, mambo yaliyo kwenye moyo wa Mungu uyaweka hadharani. Mtu hawezi kusema kuomba ni kupoteza muda. Hapana. Au unasema maombi ni ya wanawake. Danieli hakuwa mwanamke. Maombi ni kitu serious. Maombi yanaleta majibu ya mambo magumu yaliyofichwa. Kuna mambo yamefichwa kwa wanadamu. Lakini kama yamefichwa kwa wanadamu, ni nani atayafichua? Lakini madhabahu ya maombi yana nguvu ya kufichua mafumbo yaliyo ndani ya moyo wa Mungu, yakawa wazi. Na hiyo neema ya watu kuipata hekima ya maisha kutokea kwenye madhabahu ya maombi katika jina la Yesu. Kuwa hivyo. Nataka nikwambie, kukosa majibu ni kwa sababu wewe mwenyewe hujaamua kumaanisha. Lakini madhabahu ya maombi ina majibu. Ina majibu. Kuna mambo utayaona humu. Haleluya. Ukitoka watu wengine wote wamehuzunika, wewe peke yako utakuwa unacheka. Kwa nini Yusufu aliitwa mtu mwenye roho bora? Tumpate wapi mtu mwenye roho bora kama hii ambaye Mungu anakaa ndani yake? Alileta majibu. Hawakumsifia tu, alileta majibu ya mambo ambayo wafalme walitafuta utatuzi, haikuwezekana. Lakini kuna mtu, na asubuhi ya leo yuko mahali hapa, na kuambia utakuwa na majibu ya familia, utakuwa na majibu ya majirani, utakuwa na majibu ya kanisa, utakuwa na majibu ya kitaifa, utakuwa na majibu ya dunia. Jesus. Piga kelele kwa Yesu. Maombi. Anasema hata samjaomba, ombeni ili furaha yenu iwe timilifu. Ombeni. Praise God. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo roho ya maombi ikafunue hekima juu ya mambo ya maisha yangu. Roho wa Mungu, sita struggle kwenye vikao vya wanadamu. Sitatembea huku na kule. Sitakuwa na stress. Sitakuwa na mgandamizo wa mawazo. Sitachanganyikiwa. Sitachoka. Roho wa Mungu, umenijulisha leo kwamba kwenye madhabahu ya maombi kuna majibu ya maisha yangu. Yale mambo ambayo nimefika mwisho. Roho wa Mungu, asubuhi ya leo naona mwanzo wake. Ninaona mwanzo wake. Piga kelele kwa Yesu. Haleluya. Nisikie sifa kwa Bwana. Sema, ewe Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo ninaita uhai kwenye madhabahu yangu ya maombi. Bwana, roho yoyote inaonitenga na neema ya maombi ninaifukuzilia mbali. Roho Mtakatifu, makubaliano yoyote kwenye ulimwengu wa
nisiombe, hayo makubaliano ninayavunja katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Ninakataa kile kiambaza kilichojengwa kati ya mimi na roho ya maombi. Asubuhi ya leo Baba, moyo wangu umeamka, moyo wangu umeamka, moyo wangu umeamka kutoka katika usingizi wa kutokuomba. Roho wa Mungu, nimekataa kuyatafuta majibu kwenye milima, kwenye bahari, kwenye fedha, kwa wanadamu. Asubuhi ya leo nayataka majibu kwenye madhabahu ya maombi. Nayataka majibu ya maswali magumu nilionayo, ya mambo magumu ninayoyapitia kwenye madhabahu ya maombi. Nataka majibu ya kesho yangu kwenye madhabahu ya maombi. Roho Mungu, naiondoa laana ya kutokuomba, naiondoa laana ya kutokuomba. Yale mambo mazuri uliyoyaachilia kwenye maombi hayatanipita, hayatanipita, hayatanipita. Leo najiunganisha na neema ya kuomba. Leo najiunganisha na neema ya kuomba. Ninaita leo asili ya kuomba iumbike ndani yangu. Ninakataa ile roho ya kudharau maombi, ya kuahirisha maombi, ya kutopenda maombi. Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo, roho yangu inapenda kuomba. Roho yangu inataka kuomba. Roho yangu inakaa kwenye kuomba kwa jina la Yesu. Ninakataa misingi mibovu iliyoinuliwa ili nisiombe, misingi haramu ninaivunja leo. Hebu kila roho inayokuzuia kuomba, anza kuikataa, anza kuikataa, anza kuikataa, anza kuikataa katika jina la Yesu. Roho yoyote inayokuzuia kuomba, inayokutenga na maombi, inayokunyima kuomba, inayokupa kuahirisha. Sijawaona watu wanaokasirika asubuhi ya leo. Yeseketaya rida baseketa rana manaketaya ebekeseteria rikana na mazata obekeseketa usianana mara arekekeketara daba ekekesatara nama rikoposeketa. Roho Mtakatifu, teka mateka mioyo yetu, iteke mateka. Tunajipanda, tunajipanda kwenye neema ya kuomba. Kwa jina la Yesu,